Vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran vimekuwa ni vita vilivyochukua sura kubwa zaidi, na mgogoro huu umekuwa ukichukua hatua kwa hatua kuzidi kukua kila siku kutokana na mashambulizi yanayoendelea baina ya Israel na Iran. Lakini je, tuangalie sasa ni taifa gani ambalo lina uwezo mkubwa wa silaha? Hapa tutaangazia nyanja mbalimbali za kijeshi kwenye upande wa Israel na upande wa Iran, na ukubwa wa silaha walizokuwa nazo wababe wawili hawa ambao kwa sasa wanaendelea kushambuliana usiku na mchana, huku kila mmoja akikataa kushindwa na kujaribu kuonyesha nguvu yake kwenye uwanja wa vita. Kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati IISS, inalinganisha nguvu ya silaha ya wanajeshi wa mataifa yote mawili kwa kutumia mbinu mbalimbali rasmi na chanzo huria kutoka makadirio bora zaidi kwa kadri inavyoweza. Mashirika mengine kama vile taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm pia hufanya tathmini, lakini usahihi unaweza kutofautiana kwa nchi ambazo mara nyingi hazitoi takwimu. IISS inasema Israel inatumia zaidi katika bajeti yake ya ulinzi kuliko Iran, ikiipa nguvu kubwa katika mzozo wote unaoweza kutokea. IISS inasema bajeti ya ulinzi ya Iran ilikuwa ni karibu dola za Kimarekani bilioni 7.4 mwaka 2022 na 23, wakati ya Israel ilikuwa ni zaidi ya mara mbili ya hiyo, ikiwa ni karibu na dola za Kimarekani bilioni 19. Matumizi ya ulinzi ya serikali ya Israel ikilinganishwa na pato la taifa ni maradufu ya Iran. Takwimu za ISS zinaonyesha kuwa Israel ina ndege 340 za kijeshi zilizo tayari kwa mapigano, na hivyo kuifanya iwe rahisi kufanya mashambulizi ya anga. Miongoni mwa ndege hizo ni ndege za F-15 zenye masafa marefu na F-35S, ndege za kiteknolojia ya hali ya juu zinazoweza kukwepa rada, na helikopta zenye kufanya mashambulizi kwa haraka. IISS inakadiria kuwa Iran ina takriban ndege 320 zenye uwezo wa kivita. Ndege hizo ni za miaka ya mwaka 1960 na ni pamoja na F-4, F-5S na F-14S. Ya mwisho ni ndege iliyopata umaarufu katika filamu ya Top Gun ya mwaka 1986. Lakini Nicholas Marsh wa Prio anasema haijulikani ni ndege ngapi za zamani zinaweza kupaa, kwa sababu kupata vipuri inakuwa ni vigumu sana. Msingi wa ulinzi wa Israel ni mifumo yake ya Iron Dome na Arrow. Mhandisi wa makombora Uzi Rubin ndiye mwanzilishi wa shirika la ulinzi la makombora la Israel katika wizara ya ulinzi ya nchi hiyo. Kwa sasa ni mtafiti mkuu katika taasisi ya mikakati na usalama ya Jerusalem. Aliambia BBC jinsi alivyohisi salama alipoona mfumo wa Iron Dome na washirika wa kimataifa wakiharibu karibu makombora yote na ndege zisizo na rubani ambazo Iran ilifyatulia Israel siku ya Jumamosi. Nilijisikia kuridhika na mwenye furaha sana. Ni mfumo wa kipekee dhidi ya maeneo yaliyolengwa. Ni ulinzi wa makombora ya masafa mafupi. Hakuna kitu sawa na hicho katika mfumo mwingine wowote. Israel ni zaidi ya kilomita 2100 kutoka Iran. Makombora yake ndiyo njia kuu ambayo ingeshambulia nchi hiyo. Mhariri wa jicho la ulinzi Tim Ripley aliambia BBC, mpango wa makombora wa Iran unachukuliwa kuwa mkubwa na wa aina nyingi zaidi katika mashambulizi ya kimkakati. Mnamo mwaka 2022, Jenerali Kenneth McKenzie wa kamandi kuu ya Marekani alisema Iran ilikuwa na zaidi ya makombora 3000 ya balistiki. Kulingana na mpango wa ulinzi wa makombora wa CSIS, Israel pia inasafirisha makombora kwa nchi kadhaa. Iran imefanya kazi kubwa katika mifumo yake ya makombora na ndege zisizo na rubani tangu vita vyake na nchi jirani ya Iraq kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka wa 1988. Imetengeneza makombora na droni za masafa mafupi na marefu, nyingi zikiwa zimerushwa Israel hivi karibuni. Wachambuzi wanachunguza makombora yaliyolengwa. Saudi Arabia na waasi wa Houthi wamethibitisha kuwa ilitengenezwa nchini Iran. Tim Ripley wa Defense Eye anasema Israel haina uwezekano mkubwa wa kujitosa katika vita vya ardhini na Iran. Faida kubwa ya Israel ni nguvu zake za anga na silaha zake zinazoongozwa. Hivyo ina uwezo wa kuanzisha mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo yake muhimu nchini Iran. Ripley anasema Israel ina uwezekano mkubwa wa kuua maafisa na kuharibu mitambo ya mafuta kutoka angani. Alisema kuadhibu ndiyo kiini chake. Viongozi wa kijeshi na wa kisiasa wa Israel wanatumia neno hilo
kila wakati. Ni sehemu ya falsafa yao kwamba wanapaswa kuwapa uchungu, kuwafanya wapinzani wao kufikiria mara mbili kuhusu upinzani wao dhidi ya Israel. Lakini tukiangazia vikosi vya wanamaji, kwa jeshi la wanamaji wa Iran lililozeeka lina meli zipatazo 220 huku Israel zikiwa na karibu 60 kulingana na ripoti za IISS. Na tukiangazia jiografia na idadi ya watu, Iran ni nchi kubwa zaidi kuliko Israel na ina idadi ya watu wake karibu milioni 89 mpaka 90. Ni karibu mara 10 ya Israel, ambapo Israel ina watu takriban milioni 10 tu. Pia ina wanajeshi wanaohudumu mara 6 zaidi ya Israel. Kuna wanajeshi 600,000 wanaokaimu nchini Iran, huku Israel ikiwa na wanajeshi 170,000 tu, ilisema IISS. Ingawa Israel na Iran hazijapigana vita rasmi hadi sasa, nchi zote mbili zimekuwa kwenye mzozo usio rasmi na mashambulizi ya mara zote. Watu mashuhuri wa Iran katika mataifa mengine wanauawa katika mashambulizi yanayolaumiwa Israel, ikiwemo Iran, huku Iran ikilenga Israel kupitia washirika wake. Kundi la wanamgambo na kisiasa la Hezbollah linapigana vita vikali vya Iran dhidi ya Israel kutokea Lebanon. Iran haikatai kuunga mkono Hezbollah. Uungaji mkono wake kwa Hamas huko Gaza ni sawa. Hamas ilianzisha mashambulizi ya Oktoba 7 dhidi ya Israel na imerusha makombora kutoka ukanda wa Gaza hadi katika maeneo ya Israel miongo kadhaa sasa. Israel na mataifa ya Maghrib yanaamini kuwa Iran inatoa silaha, risasi na mafunzo kwa Hamas. Lakini vile wapiganaji wa Houthi wamekuwa wakiendesha mashambulizi kwenye meli katika bahari ya Shamu, na ni meli zilizotolewa na Iran.